Tunaomba tukiamini na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Mchungaji, karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru kwamba Mungu ametupatia fursa nyingine ya kuendelea na semina yetu. Hii ni semina ya huduma ya familia, na tulikuwa tumeanza jana kuangalia nafasi ya malezi katika kuifanya nyumba kuwa mahali salama. Tukume kabisa, mada yetu kuu ni kwamba kuifanya nyumba ya Kikristo kuwa mahali salama ambapo kila mtu anasikilizwa. Hilo ndilo kusudi hasa la Mungu. Na Mungu ameiweka familia ya wanadamu kama pilot, mahali pa kuanzia hilo zoezi, kwa sababu ndio tuliokumbwa na dhambi. Dhambi ilipoingia ilivuruga kila kitu. Lakini Mungu kabla ya dhambi alikuwa na familia kubwa sana, na sehemu ya wanafamilia wako kule mbinguni sasa hivi ambako pengine sisi tutakiwa tuwe kule, lakini ana mpango baadaye kutufikisha kule baada ya kuwa ametufundisha kanuni za kuishi katika familia ambapo watu husikilizwa. Sasa tulichokuwa tunazungumza jana ni kwamba malezi ni jambo kidogo linahitaji umakini mkubwa sana, kwa sababu kile mtoto anachokipata kuanzia akiwa tumboni mapema sana na kile anachoendelea kukipata baada ya kuzaliwa vina mchango mkubwa sana katika tabia yake. Lakini pia malezi yanakuwa na changamoto kubwa sana mtoto huyu anapofikia umri wa kujitambua, umri wa teenager wa miaka 15, 17, kwa sababu umri wa ujana unatofautiana kati ya mahali na mahali, lakini kwa ujumla miaka ya teenager ni hiyo miaka 15 kuelekea 17. Malezi ya watoto wa umri huo huwa ni magumu sana, kwa sababu kwa sehemu kubwa hayo malezi hayategemei tena fimbo au amri. Malezi katika kipindi cha utoto yanakuwa kwa sehemu kubwa ni amri na maagizo, ambalo linaonekana kama ni jambo rahisi. Lakini kusudi la Mungu katika familia yake hiyo pana sana, kiachilia mbali hii familia yetu ndogo ya wanadamu, ni kuwafanya wanafamilia kufanya maamuzi kwa uhuru na bila kushinikizwa au kushurutishwa. Japo hilo jambo limetumika vibaya na wanadamu, maana tulipopewa uhuru tuliutumia vibaya, na mara nyingi tukipewa uhuru tunautumia vibaya. Lakini bado Mungu hajakata tamaa na swala la kutupatia uhuru. Unafahamu ya kwamba nichukue mfano tu mzuri jinsi kuwapatia watu uhuru kunavyoweza kuwa na gharama. Mazingira kule vijijini tumezoea kula chakula kwenye sahani moja au sinia moja, na kwa hiyo pale unakula kama una njaa sana, inategemea na ushapu wako ukata matonge na spidi na mambo kama hayo. Sasa ukija mjini, kwa watu wa mjini wanajipakulia. Sasa changamoto anayepata kwa mara ya kwanza mtu alitoka kijijini ni kupakua chakula ambacho hawezi kukimaliza, na anaonekana moja kwa moja huyu ni mshamba, huyu ni mlafi. Lakini kimsingi yeye hajajua kutumia uhuru wa kujitawala. Ukimwachia uhuru tu atajaza sahani milima, na watu wengine wanakosa chakula alafu anaenda kumwaga. Huyo mnamfanyaje sasa? Kama jana alijaza sahani nzima na nusu ameenda kumwaga, kesho yake unaendelea kumpatia uhuru au unampakulia? Kwa kusoma mazingira, kama anakuwa na akili
Kwa sababu kuna wengine hata akiona wenzake hawajajaza baada ajifunzi, na ikatokea namna hiyo, wewe unayetegemea kwamba atajifunza na mtu ajifunzi baada ya mwezi na nini, huenda ukajaribiwa kumwita pembeni na kumwambia bwana, sasa sikiliza, japo hapa huwa hatupeani sana sheria, lakini inaelekea wewe kama vile unahitaji sheria bado wewe. Sasa hapa huwa hatujazi hivyo, unaonaje tuwe tunakupakulia? Kwa hiyo Mungu anahitaji tutoe uhuru kama vile mwana mpotevu baba yake alivyokuwa ametoa uhuru sana, hasa katika umri ule mkubwa. Maana alipokuwa mdogo yule mwana mpotevu ni lazima alikerwa na sheria za pale nyumbani, maana ndio maana akasema mimi niondoke, niende nikaanze maisha yangu, kwa sababu alikuwa amekereka na ile maisha ya kubanwa banwa. Sasa tusome katika kitabu cha Waamuzi, tuliangalie swala ambalo leo lilikuwa likijadiliwa pia hapa juu ya kuchagua mwenzi wa maisha na jinsi ambavyo vijana wametumia uhuru huo waliopewa kufanya machaguzi yasiyo sahihi. Kiutaratibu wa Biblia kule zamani ilivyokuwa, wazazi ndio walikuwa na jukumu la kumchagulia kijana mwenzi wa maisha. Sijui mnaonaje, utaratibu ulikuwa umekaa vizuri au ulikuwa vibaya? Na Adamu alichagua, mke alichaguliwa. Hivi ukiwa na mtu mmoja tu wa kuoa, kuna uchaguzi hapo? Kwa hiyo mnataka kuniambia hakuwa na uchaguzi? Nisema kitabu cha Waamuzi. Hebu tusome Waamuzi, nafikiri sura ya kwanza, tusome lile fungu la 14, tusikie linasemaje. Kuna mtu wa kunisomea, anatakiwa awepo. Waamuzi moja fungu la 14. Inasema, ikawa hapo alipokwenda kukaa naye, huyo mwanamke akamtaka ili aombe shamba kwa baba yake. Hiyo ni Waamuzi. Waamuzi. Hapana. Ngoja nikifika hapo nitakwambia. Okay. Lakini basi ni mahali panapofahamika vizuri. Wazazi wa Samson walikuwa Wakristo, walikuwa sio Wakristo? Walikuwa Wakristo. Unadhani walikuwa Wakristo wazuri au walikuwa madikteta? Samsoni aliwaendea siku moja akiwapa taarifa ya kwamba nimepata mke wa kuoa. Nataka tuanzie na hapo tu. Ngoja nifike hapo Waamuzi sura ya 14 nafikiri maana yake. Ni sura ya 14. Anzia fungu la kwanza. Waamuzi. Akala ngapi? Utaishia fungu la nafikiri la 3. Waamuzi 14 tukianzia fungu la kwanza. Inasema Samsoni akatelemkia Timna. Akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Basi mnipatie nimuoe. Fungu la 3. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kuwa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Haya, nikuulize swali. Samsoni alienda kwa wazazi wake ili
kupata kibali cha kuoa yule mwanamke au alienda kuwapa taarifa? Kwa maelezo yake hapa, ili fungu la mwisho inaonekana kama alienda kutoa taarifa tu. Kutoa taarifa. Wengine mnasemaje? Hebu rudia tena kuanzia fungu la kwanza. Samsoni akateremkia Timna, akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti, basi mnipatie nimwoe. Fungu la 3. Tuishie hapo. Sasa unasemaje ni taarifa? Amesemaje hapa, amemaliziaje? Anasema basi mnipatie nimwoe. Anaomba kibali au anatoa taarifa? Anaomba kibali. Sasa ukweli ni upi? Alikuwa anaomba kibali au alikuwa anatoa taarifa? Ameomba kibali. Okay. Na alipopewa majibu ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Huo ulikuwa ni ushauri mzuri mbaya? Mzuri. Ushauri mzuri. Tusikie anapokeaje ushauri. Samsoni akamwambia baba yake, mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana. Amejibu swali la baba. Swali la baba ilikuwa nasemaje? Hivi hapa hakuna wa kufaa kuoa hapa. Yeye kwenye kujibu amejibu hilo swali? Hapana. Amekwepa? Amesemaje? Yeye akaendelea kuonyesha mapendo yake kwa huyu, ndio maana kaona kama mwanzo kama vile alikuwa anatoa taarifa tu. Yeye sasa mwisho hapa akaendelea kusema, mnipatie huyo kwa maana ananipendeza sana. Hicho hapa sasa ndio unaona, kwa hiyo bwana, yani wewe kijana wako anakuja na maelezo mpaka hapo. Unaelewa nini? Alikuwa anakuomba ushauri, alikuwa anatoa taarifa? Anatoa taarifa. Okay, kumbe amekupendeza. Sasa mbona ulikuwa unasema unaomba tukuruhusu? Si unasema anakufaa sana. Sasa ukuja kutuambia iweje? Sasa hiyo ndio aina ya vijana wa leo. Ukimsikiliza ni kama anaomba ruhusa. Lakini ukimsikiliza vizuri amekuja kutoa nini? Taarifa. Samsoni aliishia kuzuri? Ni kosa la wazazi, ni kosa la nani? Sasa watoto wakifikia huu umri huwa wanakuwa na maamuzi tayari. Hata ukiona amekuja na kuambia siju nini, ana maamuzi wenye umri. Kwa hiyo kama mzazi uwe makini sana. Usidhanie kwamba katika yale anayokushauri angetaka ubadilishe hata kitu kimoja. Yaani vile alivyokuletea ibaki hivyo hivyo. Na yeye anatoka anaenda kuambia baba mwenyewe alinikubalia. Mama mwenyewe alifanya nini? Alinikubalia. Kwa hiyo tunalo hili tatizo, na hili tatizo linamalizwa na nini? Wakati nilipokuwa nasikiliza juu ya tatizo lililopo kanisani la kuoa wasio na imani, nikafurahia sana kwa sababu vijana wenyewe wameanza kuliona hilo tatizo, wameliingiza katika mada zao. Na wangetamani uongozi wa kanisa na wazazi walivalie njuga. Kwa mtazamo wao ni kama wazazi na viongozi hawajalivalia vya kutosha. Lakini hawa wazazi kama wangekuwa ni wazazi wa Samsoni, unategemea wangefanya nini baada ya hapo? Kuna mambo ya kufanya. Unamwambia sasa, wewe kama mimi ndiye baba yako na hivyo hutaki kunisikiliza, nisikuone hapa kwangu. Swali ni kwamba hiyo imewahi kusaidia?
Biblia ndiyo katika kile kitabu cha mwisho kabisa cha Agano la Kale, kinaitwa nini? Kinaitwa Malaki. Malaki sura ya 4 anazungumzia vile Mungu anavyokusudia hali ya familia iweje katika siku hizi za mwisho. Malaki 4 na lile fungu la 5 na la 6, Biblia inasema, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekeze watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Lugha inayozungumzwa hapa ni ya wazazi wanaokubali kushuka na kuketi na watoto wao na kufanya mazungumzo, na watoto ambao akipata changamoto yoyote anakimbia kwa baba kwa sababu ni rafiki yake, na akimpa ushauri anaochukua. Ndio safari ndefu tunayopiga mbio kuelekea huko, hatujafika. Kuna baadhi ya wadadisi wanasema Waafrika tumekawia sana kufika huko kuliko wengine wazungu. Chuo kikuu pale cha Arusha, kuna mzungu mmoja alikuwa na mtoto wake mchanga, na akawa anachezea michezo ya kitoto hapo barabarani nje tu, basi mbali na nyumbani kwao, na lori lenye kubeba michanga likawa limekuja na barabara ni hiyo hiyo, wakawa wanapiga honi. Yule mtoto alikuwa bize sana na ile shughuli yake, anaendelea tu, honi zinapigwa, na baadaye akageuka akaangalia vizuri ile gari, akaendelea kufanya kazi zake. Mzazi wake alikuwa pale jirani. Mzazi alichofanya ambacho kilichowashangaza Waafrika wengi, alienda kwa yule mtoto akapiga magoti pale, akamuomba samahani, tunakuomba utoke hapa, ili yule mwenye gari afanye nini? Apite. Ndio mtoto akakubali, akaenda pembeni, gari lilipopita akarudi. Sisi Waafrika unaweza kufanya hivyo? Ukionekana mzazi unayefanya hivyo, wanaita unadekeza nini? Mtoto. Lakini inawezekana kwa hiyo incident inayozungumzia ikawa hiyo tabia imeenda mbali sana, na bembeleza wakati na kigongwa na gari. Lakini wao hufanya hivyo katika kila jambo. Mgeni amekuja, mtoto anayevutwa pembeni anasema, sasa huyu mgeni tulikuwa tunaomba akalale kwenye kile kitanda chako, alafu wewe uje ulale na sisi kule chumbani. Unasemaje? Hivi huo uhuru ni sahihi kweli? Bana mzee hapa alikuwa ananiambia, nilikuwa nasikia jana kwamba majesi watoto wa wachungaji, wageni wakifika, unajua tayari unaenda kulala store au unatandikiwa hapo sebuleni, na hakuna kubisha. Kwa tumelelewa hivyo kikondoo. Sasa unajua madhara ya hali hiyo ni nini? Hiyo ya kwamba huna sauti, nimesema tusibishane. Anapoenda chuo, kule chuo anakuta uhuru ambao hajawahi kufikiria kwamba upo duniani. Unakuja darasani umevaa sare, kwanza kule hamna sare. Ukivaa mpasuri juu yako, umechana nywele hujachana, maana hakuna ukaguzi wa nywele. Umekuja darasani hujaingia, wala hakuna anihangaika. Ulilala na nani, hakuna anihangaika. Kwa hiyo kule chuoni sasa, au mabinti zako uliowabana sana nyumbani, wanakuwa wake za watu. Wanapika kabisa, wanaandaa chakula, wanaenda darasani, mchana tena hivyo hivyo. Ila kirudi nyumbani kwako,
anaishi vile unavyotaka wewe. Umemharibu huyo mtoto, hujamharibu? Hivi kaharibiwa nyumbani, kaharibiwa chuoni? Kaharibiwa nyumbani? Kwa nini unasema kaharibiwa nyumbani? Unaweza kujibu? Kuna uwezekano ameharibiwa nyumbani kwa sababu kitu kimoja kisicho na ubishi ni kwamba amekutana na uhuru ambao anashindwa kuuhendo. Yaani umekuwa mkubwa kiasi hata hajui anafanyaje. Hivi katika uhuru kama huu unafanyaje kwa mfano? Sasa kusudi la Mungu ni kwamba kama ingekuwa inawezekana tuwafanyishe mazoezi hawa watoto tangu wakiwa wadogo. Tunamwambia sasa leo tutapika kande Sabato. Jamani mimi kande hapana. Basi unaambia wewe unapenda nini? Ubwabwa. Basi unampikia ubwabwa wako huko hapa, sisi tunakula kande tunakula. Yaani hivyo yani nyumbani ni mahali ambapo kila mtu anasikilizwa. Haleluya jamani. Ila isivuke mipaka. Ikiwa inafanyika mapema, huyu mtoto anaishi vizuri. Kuna baba mmoja, ilikuwa kwamba TV ndio zimeingia. TV ile inafunguliwa kwenye taarifa habari tu, baada hapo inafungwa. So vipindi vingine vyote vya ovyo ovyo. Na hiyo inafanyika wakati yeye yupo akisafiri, yanayoendelea ni mambo mengine kabisa. Ila yeye amesharidhika kwamba watoto wangu ni mwadhibiti. Sasa ilikuwa hata kwenye hiyo taarifa habari kuna kuja matangazo ya kondom na pombe ya bia. Ikifika tangazo la kondom anasema lete remote. Anasema napiga mahesabu, nafikiri tangazo limeshaisha, anawasha. Sasa siku moja wakati taarifa habari inaendelea, baba akaenda bafuni kuoga. Tangazo la kondom likaja. Wakamwambia baba, lile tangazo. Baba amekuja mbio na taulo. Katika kuhangaika ile remote iko wapi, akaona haitosha, akaiziba kwa kifua ile screen, taulo likadondoka. Sasa tangazo gani ubovu, ile la kondom au ile la baba? Sasa baba kaita tangazo la ajabu. Lakini nia ya baba ilikuwa mbaya nzuri. Ungemshauri nini yule baba? Labda yeye anakuwa na nia nzuri sana, Mkristo anataka kwenda mbinguni yule. Na watoto wakabaki wanacheka kwa kugugumia sana. Tangazo la kondomu likija, baba ile kondomu inakuja. Hawa ni watoto hawajazoeshwa uhuru. Hawa wakija kuishi Dar es Salaam, wakienda mitaa kama ya Kongo, hivi watakuwa wazima hao? Wakienda chuo watapona hao? Kwa hiyo ndio maana unamwona yule baba mwana mpotevu anaonekana kama ametoa uhuru uliopitiliza. No. Na swali moja nilikuwa najiuliza, hivi yule baba wa mwana mpotevu, kama yule mwana mpotevu angekuwa ni binti yake na amerudi nyumbani na mtoto, angempokea? Kwa unavyomwangalia yule baba akili yake, angempokea yule mtoto? Hili swali gumu eti. Binti yako akija ni mjamzito, huyo ambaye alishindwa kutumia uhuru chuoni, sasa na ujauzito. Ana ujauzito mwe binti yangu. Na ujauzito. Na mara nyingi wa kwanza kujua hizo taarifa ni wakina mama, si ndio? Sasa mama anasema babako atakuua. Babako atafanya nini? Twende tukatoe mimba.
Huyu mama ana huruma, hana huruma? Mama huyu binti ana huruma, hana? Hana Kwa nini unasema hana? Akishaona majirani zake wamepona wengine, yeye anachokiogopa ni kuwa na mtoto ambaye babake hajulikani, na baba anavyomfahamu jambo kama hili, yani akikosa kumuua atamfukuza hapo nyumbani. Na katika familia zingine sio mama peke yake, mama na baba kabisa wanashauriana na wanaongozana na mtoto, wanamtafuta daktari. Hao nyinyi hamjui kwamba yanatokea kwingine? Yanatokea. Sasa hawa wako katika jitihada za kuokota maji yaliyomwagika. Maji yakisha mwagika, yamemwagika. Utaokota, lakini hayatakuwa kama yale ya mwanzo, lakini angalau jitihada za kuokota zitaonekana ni bora sana, na utaonyesha kwamba we ni mzazi. Kwa hiyo katika familia zetu, ufumbuzi wa namna ya kuishi na watoto wetu ni kuwa marafiki. Mzee mmoja jana amezungumza, na ni jambo la kweli, ya kwamba watoto wa kike ni marafiki wa baba. Katika mahali ambapo binti ni rafiki wa baba. Leo nilikuwa nafunga ndoa ya binti, na yule binti wengine sio ya kusema, hapana, wengine sio ya kusema, lakini ngoja niseme hili. Yule binti aliniambia, inavyoonekana ni mwaminifu, yaani hajawahi kufanya tendo la ndoa, na akaniambia mimi rafiki yangu sana ni baba. Asema kila kitu chochote mimi baba naongea naye kabisa kama rafiki. Na alipokuja nikasema, kumbe wewe ndiye yule ambaye binti yako anasema ni rafiki yake. Yule baba alicheka sana. Hivi kwa mfano, ukiwa rafiki na binti akitongozwa siku hiyo, hawezi kuja kukuambia? Anakuambia, tena kuambia, baba nikwambie kitu. Yule mzee mwenzenu, yule mzee wa kanisa, yule mwenzenu yule, anakuwa ananitaka. Hiyo ni faida, ni hasara? Faida yote. Sasa ukipewa hizo taarifa unafanyaje wewe? Mzee mwenzako anafuata binti yako. Shida ni kwamba baba anakuwa hawana vifua. Lakini watoto wetu wangepona sana. Anasema eti kijana fulani anasema ananitaka, asema yule muhuni tu yule, lote. Mimi nimemwambia hivyo kwamba muhuni. Kwa sababu unajua watoto wote wa kike hawezi kukosea, anatamani aolewe na mtu anayefana na baba yake, kwa tabia, kwa muonekano, kwa ucheshi. Kwa hiyo wewe una nafasi ya kutengeneza maisha ya huyo mtoto. Wala sio kwa fimbo. Hapana, fimbo ilikuwa na wakati wake akiwa mdogo. Kumwita tu pembeni, naambia rafiki yangu, hebu njoo hapa, mipango yako ikoje? Na wamama, watoto wa kiume na mama zao wanakuwa wajinga kabisa. Yale wanachoweza kushindwa kukuambia mama ni yale mengine, kwamba labda hii naona mbegu moja imekuwa ndogo kuliko nyingine, lakini wengine wana ujasiri, wanaweza kukuuliza hata hiyo, kwamba hapa nafanyaje hapa, hii ni salama kweli? Urafiki. Kwani Yakobo si alikuwa rafiki na mamake? Alikuwa rafiki. Kaambia baba yako nimemsikia akiongea, sasa mimi hii kitu sitaki iende kwa Esau, sababu yule mkorofi. Kwa hiyo tutumie hii nafasi vizuri. Watoto wetu tuongee nao, na zaidi wanapokuwa wamefanya makosa, amepatia ujauzito nyumbani, amefeli sana. Nilikuwa naongea na pasta mmoja, anaambia dada yake ana miaka karibu 56 sasa hivi, ndiye wa mwisho, anaumwa serious kabisa,
Kuna wakati anakaa wiki nzima haongei na mtu, yupo tu hivi amekodoa macho, na sababu ni kwamba amekosa kuolewa. Alikuwa anawakataa wavulana zamani hivi na hivi na hivi, baadaye walikata jumla. Kwa anaposikia wenzake wa rika lake ameolewa, basi ujue hii wiki nzima huyo atakuwa mgonjwa kabisa. Kwa anasema pasa dawa ya yule wala sio vidonge tena. Nakaa naye, namfanyia counseling, namchekesha hivi na hivi. Kama kuna upendeleo unaokubalika mbinguni, ni wa kumpendelea yule mtoto ambaye hafanyi vizuri, ambaye yuko nyuma, ambaye alizalia nyumbani. Yaani hapo ndio upendo wako wote unatakiwa uhamie hapo. Na hiyo sio kwa wazazi tu, hata kanisa. Sasa wakati fulani unaposikia watu wanakuja na solution kwamba hao wanaofanya hivyo, wanaoenda nje, wao ni watu wafute tu ushirika na nini. Kwani inasaidia? Wewe ungejua kitu kimoja, magerezani huko magereza yamejaa. Na hata yakijengwa mengine kama haya yaliyopo, naye yatafanya nini? Magereza haijawahi kuwa solution. Biblia inasema njoni tufanye nini? Tusemezane. Kwa hiyo Ukristo wetu utapimwa jinsi tunavyomchukua yule mtoto aliyefanya makosa, yule aliyekosa upendeleo, tukamkumbatia zaidi, na hatimaye baadaye anapona, anarudi duniani. Hata kifaranga kilichotumbukia kwenye maji kinatakiwa kiwekwe kwenye kiboksi chenye joto, baadaye kinarudi kifaranga cha kawaida, si ndio? Siku moja ni mtoto wetu alikuwa anaumwa mafua, amekaa chumba na dada yake. Kwa hiyo analia, akilia vile, si tunakosa usingizi kule, tunakuja tunambembeleza, tunamwambia pole pole pole, tunamwacha. Baadaye tukapata idea, twende tukae naye chumbani. Tukamchukua, tufika chumbani, akakaa katikati, mimi huku, mama yake huku. Kwani alilia tena? Kwani dawa gani amekunywa hapo sasa? Umegundua dawa aliyokunywa? Baba yuko huku, mama yuko huku, unaliaje tena? Hata kama kuna mafua na yaishi katika jina la Yesu, yashindwe. Kwa hiyo vile ndivyo ambavyo watoto wetu wanabadilika. Yaani wataalamu wanasema watoto wakifikia umri fulani, huo wa teenager huo, ni lazima wabadilike, ni lazima akengeuke. Wengine wanakengeuka kwa kuvaa minguo mifupi, wengine wanakengeuka kwa kurudi usiku nyumbani, wengine wanakengeuka kwa kuwa malaya, kwa kuwa hivi. Na sababu ziko nyingi tu. Moja sababu, wanatafuta identification, wanatafuta kutambulika katika ile jamii. Na sasa lakini habari njema ni kwamba hao watoto, kama ulijitahidi huku nyuma na katika hicho kipindi cha kupinda ukawaonyesha upendo mwingi, wanarudi. Watarudi na miaka 22, wengine 23, wengine 30, lakini kurudi watafanya nini? Watarudi. Lakini wanarudi kwa zile familia ambazo zinajua kuishi na watoto. Moyo wa baba unamwelekea nani? Mtoto, na moyo wa mtoto unamwelekea nani? Baba. Vikao vya kesi sio kwamba vinakuwa havipo, vipo. Lakini kesi sio wakati wa kula. Wakati wa kula ni wakati ambao kila mmoja anatakiwa ajisikie chakula kinashuka. Lakini unakamata mtoto ndio anapeleka tonge kwenye sana, sema hapo hapo. Kwa nini ile kazi nilikupa hujafanya? Tupa ile tonge, tupa. Au unatoa adhabu ya kwamba huyu mtoto leo asile. Labda niwaulize wazazi, hiyo nani, adhabu au sio adhabu? Ni ukatili. Eti asile kabisa. Na unajua sababu ni nzuri, tukubali tuende shamba, yeye hakwenda shamba. Sasa anakula cha nani? Alicholima nani?
asile. Na sasa kwa bahati mbaya, wewe baba unaamini kwamba mke wako amekubaliana na ile adhabu. Yule baba anaongea tu, wewe ngoja uondoke, yule anatunziwa chakula chake pale. Tena watoto waliozaliwa kwa operation mshono, wakati wanasikia kama wanataka kutatuka hivi. Kwa hiyo unarudi unasema ukome, tumekunyima chakula maana wewe huna adabu. Na yenyewe inakushangaa kusema baba hivi anajua kama nimenyimwa eh? Sasa shughuli inakuja kukufuata wewe uzeeni, umestaafu. Yule mtoto na mama yake ni urafiki hujawahi kuona duniani. Wewe ukiletewa 50,000 ujue mwenzio 500,000. Sababu wewe mkoloni, wewe usomeki. Takula jeuri yako. Hivi hawa watoto wamekuaje? Hawa watoto hawatusaidii kabisa. Wakipanda wakienda huko mjini, ni wewe ndio usaidiwe. Mama anasaidiwa, wewe hujui tu. Nikutesa kwa zamu. Kwa hiyo unajua sisi wanaume tumejiingiza mahali pa ajabu sana. Ndio bado tunasema kwamba hata hizo adhabu tunapotoa, usitoe adhabu ambayo mwenzako unamuingiza majaribu, unasema hamna, huyo kama ni mwanangu atakula tu. Tutoe hiyo adhabu ya unamnyimaje mtu chakula? Hata magereza hawanyimi chakula bwana. Chakula si ni kitu cha muhimu sana. Mwacha hapo ale. Hata wale wanaonyongwa, siku ile ya kunyongwa wanaambiwa chakula chochote wanachotaka, ubwabwa, pilau itatafutwa mahali popote. Bila hata kreti nzima ili ukanyongwe vizuri. Kwa hiyo mambo ya kesi wakati wa kula hapana. Na adhabu zina kanuni yake. Moja kanuni za adhabu ni kwamba mtoto akikosea anaitwa wewe baba na mama wazazi nyewe kwenye faraga. Kosa kubwa sana kumwadhibu mtoto mbele ya wenzie. Hata tu kusema siri zake. Amekuja na rafiki zake pale, sema nyo linakojoa kitandani hilo. Msilione hivyo. Mnasema mna rafiki hapo. Kikojozi huyo. Hiyo imekaa vizuri. Jamani, hata kama ni kikojozi msinistai kweli jamani, mimi kuna watu wananiheshimu huko nje. Kwa hiyo kanuni inasema, na hii ni roho ya nabii imezungumza, mtoto akikosa unamuita faragani, unamwambia bwana hili jambo ulofanya hapa alikubaliwi. Na kwa hiyo ukirudia siku nyingine tutakupa adhabu. Na adhabu yenyewe itakuwa fimbo 2. Sawa bwana? Sawa. Haya. Mnamaliza kwa maombi siku hiyo. Msamaha umepita. Akirudia anaitwa. Bwana ile kosa umefanya hujafanya? Nimefanya. Tulikubaliana ukifanya itakuwaje adhabu? Fimbo ngapi? 2. Okay. Kachukue fimbo. Nakuja pale anambia lala. Namchapa fimbo 2 unamwambia haya. Unaelewa kwa nini nimekuchapa? Ndio. Kwa nini fanya kosa hili? Nimekuonea? Hapana, hujanionea. Basi tupige magoti, lete ombi. Inafanyika hivyo? Mtu anachapa mtoto mpaka fimbo inapokuwa imeisha. Sasa unasema niongezee nyingine. Hakuna kipimo. Sasa vile vitu vile vinamfanya mtoto akifikia huu umri anajiamulia maisha yake mwenyewe. Usioe na ninaoa, kwani unaoa wewe? Kwa hiyo tayari mmeshapishana tayari kabisa. Kwa hiyo Mungu na atusaidie sana wapendwa, kutambua ya kwamba kulea watoto kwa kutumia sheria nyingi sana na adhabu nyingi sana hakujawahi kusaidia. Sio kwamba tunadekeza watoto. Wengine wanasema kwamba huo ni utaratibu wa wazungu. Wao nao waliona Mungu anavyofanya. Yaani nikwambie kitu. Binadamu aliyepewa
uhuru. Na usifikiri kwamba huu uhuru unaozungumzia watoto wanautambua wakiwa wakubwa sana. Nilikuwa na mtoto mmoja alikuwa mbishi wa kula, bishi kabisa, na tunaenda kliniki, inaonekana kwamba grafu inashuka, si inashuka, si inapanda, inasoma kwenye nyekundu, na wale manesi wana lugha mbaya. Wao ni wazazi wenyewe na vitambi, mnamnyima mtoto chakula. Mtoto mmoja bwana, hatumnyimi huyu, hataki kula. Kwa hiyo tukaamua sasa, huyu dawa moja tu, nambana miguu, shambana miguu, unabonyeza mashavu, kishabonyeza mashavu na mimina uji. Akifanya hivi umeshaenda, akifanya hivi umeshaenda, kwa sababu hii kitu tulisahau, hii nadhani ndio solution. Hiyo siku hiyo tuliojaribisha hiyo kitu, uji amekunywa kikombe kizima. Alifanya namna sijui alipandishaje hilo tumbo, ule uji ulitoka kwa spidi utafikiri ni pampu ya kuzima moto. Wote akabaki ametukodolea macho hivi, ni kama anawaambia haya, mshindi nani? Mshindi nani? Tukasema kumbe hata watoto wadogo wanatumia uhuru wao bwana. Tukasema okay, sasa tunafanyaje? Twende tuongee, twende tubembelezane. Mtoto anakuwa hafaulu, unamchapa. Mmoja tukaanza kumwambia unajua wewe una akili nyingi sana. Kweli? Sasa wewe una akili sana. Sasa kwa nini mimi nakuwa hivi? Napata hizo mikasi mingi jamani, mimi nakuaje? Naambia wewe bado kidogo tu utaanza kuwa na akili nyingi sana, utakuwa unapata A. Unaweza kweli? Sema kabisa. Sasa zile alizozipata, zile ambazo huko zamani ulikuwa unamchapa fimbo, hamna cha fimbo. Naambia nenda kaweke. Kesho anakuja unaona ameimprove. Kesho anakuja ameimprove. Yule mtoto hakusimama. Alipofika form 4 akaenda form 5. Form 5 chuo kazi moja kwa moja mpaka leo. Alikuwa na akili kidogo hizi za nini? Ni kama network inakata inapotea inakuja tena. Wako hivyo, wako kabisa, hajipendei. Sasa unatatuaje hilo tatizo? Kwa fimbo. Unaleta appreciation. Na ndio maana tuna conclude kwa kusema hivi. Zawadi ni nzuri, lakini ni vizuri sana uwapatie wale wasiojiweza. Kama kuna anayefanya vizuri nyumbani kwako, kila siku yeye ni zawadi imejaa hapo chumbani mwake. Mdogo wake hapa, usiji kaka yake, hajawahi kupata hata siku moja. Unajua kuna kesho kutwa wewe unakufa, upo duniani, umewatengenezea hawa watoto uadui wa ajabu sana. Kwa sababu mwenyewe anasema mimi sioni kwa nini baba anampa huyo sasa amefaulu. Sawa, amefaulu. Kwani mimi sio mtoto wako? Sasa hiyo hoja wewe unajibuje? Mimi sio mtoto wako? Aniambie kama mimi sio mtoto wako. Kwamba mtoto wako ndio huyu tu mwenye akili. Na mimi babangu nionyeshe basi babangu. Kesi simekushinda hiyo. Na hiyo ndio mtokea mzee Yakobo. Anamsaidia Yusufu akauzwa utumwani kwa sababu ya kanzu aliyopewa na baba yake, kwa sababu ni mtoto mzuri sana. Kama tu sio mpango wa Mungu kuingilia kati, Yusufu angekufa mapema. Na mwenye makosa sio Yusufu, mwenye makosa ni mzazi, tena kwa jambo zuri tu la zawadi. Kumbe zawadi inaweza kuleta uchonganishi. Sasa tunafanyaje kama mtoto mmoja anakusikiliza sana? Yaani ukimwambia kitu anasema sawa baba, nimekusikia. Na unaona anakupunguzia mapresha. Huyu mwingine anakuongeza presha kila wakati. Mzee Chogero, unamzawadia anayekuongezea presha? Mbe. Simzawadii anayenipa presha. Ila
ukitafakari jinsi Yesu alivyofanya, sawa sawa, sisi Yesu tulikuwa tunampa pressure kubwa. Lakini yeye hakujali pressure tuliyokuwa tunampa. Alikuja akafa ili sisi tuokolewe. Sasa kama utaliona hilo, nenda kwa huyo mtoto anayekupa pressure, halafu ulinganishe jinsi Yesu alivyofanya. Huyu mtoto basi mfanye mrafiki, kama tulivyokusha jifunza. Mrafiki polepole. Leo amekosa, lakini muite kwamba umefanya hili ni kosa, ni vizuri usilifanye mwanangu. Tuishi tu vizuri, usilifanye. Na kama ulifanya hivyo kwa sababu ya hitaji hili, basi mimi nakuomba uchukue hiki, kitakusaidia kidogo. Hata kama ni kidogo, msaidie. Kama alikuwa amefanya wizi mahali fulani, pengine kwa jirani au ndani ya nyumba amefanya wizi, basi msaidie kile kilicho nia yake ya kuiba, akaiba, alafu likaja kwako ukamwona mbaya, kichwa chako kinapasuka. Sasa kisiendelee kupasuka, bali mfanye mrafiki. Huyu unaona kabisa anatafuta pesa. Sasa pesa hiyo pia unampa za kama nakusaidia hiki, ikusaidie, kama nakupa ikusaidie, lakini jua kwamba anakwenda kuifanyia nini. Ni nini anachohitaji? Muulize hitaji lako ni nini. Nitakupa pesa kiasi fulani hiki. Hitaji lako hilo, bwana, si uliseme? Atalisema leo, kesho kutwa, matokeo yake yale matendo yale aliyokuwa nayafanya, rafiki utakuja tu. Na hili linaingia kama na sisi pia tunapokuwa tumeachana na makosa yetu, tunamwangalia Yesu, tuko miguuni pake, alafu namwangalia Yesu pale Calvary msalabani, makosa yetu tukiyafanyia toba tutasamehewa. Kama hivyo ndivyo ni mpango wa mbingu, basi sisi ambao tuko ndani ya kanisa na tuna watoto, pengine tuna watu tunaowalea, tunaishi nao, ni vema tufanye mpango huo. Tutakuwa wasafiri wa njia nyembamba iliyo nzuri kwenda malango ya umilele. Haleluya. Wapendwa, kuhitimisha ni kwamba Mungu ametuweka hapa duniani kwa mafunzo ya kulea. Hapa duniani tuko hapa miaka 6,000 mafunzo ya kulea. Baada ya kuhitimu hii kozi, Mungu atatupeleka mbinguni ambako tutaishi ikulu, na tutakuwa tunafanyia kazi ikulu, na tutakuwa tunatembelea sayari zingine kama watawala wenza wa Yesu Kristo, na sisi tutawafundisha upendo wa Mungu, kwa sababu tulijifunza upendo wa Mungu kutoka kwa Mungu katika namna ambayo wao hawajawahi kujifunza hata kidogo. Na tulijifunzaje? Kwa sababu miaka 6,000 ni mingi sana. Mungu anatubembeleza sisi wanadamu tuache dhambi. Shika ile kwamba anafanya nini? Hivi Mungu anatubembeleza au anatuamrisha? Hivi Mungu angechukua option ya kutulazimisha, kwani tungefika huko kote? Utaki niambie, utaki unataka, kaa pembeni, tungenyoka tu. Lakini hakutaka hiyo option. Kwa sababu gani? Nadhani hiyo kuna siku nitakuja kuielezea. Unadhani kwa nini Mungu aliumba wanadamu baada ya kuwa ameumba viumbe wengine wote, alafu akatumba kwa mfano wake? Alafu unafikiri kwa nini ameingia gharama ya kutusubiri miaka 6,000 mpaka turudi barabarani? Unajua sisi tuna thamani. Na unajua thamani yetu sisi ni nini? Mungu sisi alitumba watawala. Yaani ile day one sisi tunaumbwa, tunatunga mimba, ni watawala.
Na ndio maana Mungu anatutreat kama watawala. Anasema wanangu, acheni dhambi. Unajua hata zile amri zile hatuzisomi tu vizuri. Mungu anatoa zile amri kwa wana wa Israeli, anawaambia jamani, mimi ndiye rafiki yenu, niliwatoeni Misri, niliwavusha kwenye ile bahari, kwenye zile tofali, kwenye zile kazi za shida. Sasa nawaombeni rafiki zangu, nawaombeni sana, msio na miungu mingine. Unajua ndio tuni ya zile amri. Yaani Mungu anaongea na rafiki zake. Jamani, niliwatoeni Misri, nimefanya hivi, nimekufa pale msalabani kwa ajili yenu. Naomba msiseme uongo. Ni lugha ya kusihi, ya kubembeleza. That's why Mungu imemchukua umri wote miaka 6,000 anawabembeleza wanadamu. Kwa nini anawabembeleza? Hawa ni watawala. Na mtawala kuna lugha moja tu ya kuongea nayo, ni ya kitawala. Mtu ambaye sio mtawala anaambia wewe chapa, kuja hapa. Sio mtawala. Anataka tuingie ikulu, tutakapoona vitu, sisi ni watawala, tumejifunza kujitawala sisi wenyewe. Na sasa hawa watoto wetu nao tuwafundishe kujitawala. Anza kumpandikizia mawazo kwamba wewe mwanangu ni mtu wa maana sana. Wewe sio wa kuvuta bangi. Wewe sio kwenda huko, yani wewe maisha yako, wewe unatakiwa uwe mtu fulani mkubwa. Anza kumwambia hivi mwanao tangu akiwa mdogo. Mwanangu, unaenda chuoni, utakutana na watu ajabu ajabu, lakini wewe sio kuchanganyika na watu wengine hao. Wewe waangalie, achana na hayo mambo yao. Wewe una fungu lako tofauti. Na kwa bahati nzuri kuna baadhi ya watoto wanajitambua. Yusufu alijitambua, akawaambia wazee wake kwamba jamani, nimeota ndoto, miganda yenu yote iliniinamia mimi. Babaka akamwambiaje? Hiyo ndoto yako hiyo sio nzuri eti? Yusufu alijijua yeye ni mtawala from day one. Watoto wako wanapoenda chuo, wanaposafiri, uwafanyie huduma ifuatayo. Uwaite, uwabariki. Mtu mmoja alipa kisa, baba yake alikuwa mkoloni sana. Alikuwa na wake wawili na mama yao alikuwa ndiye mke wa kwanza. Akinunua nyama, mama yao anaambulia tu mifupa na hivyo. Yaani nyama hasa maalum inaenda kule nyumba ya kwanza. Sasa akauliza mama, kwa nini sisi tunanyanyaswa hivi na baba? Akasema bwana, nyie acheni tu. Yule kijana akamind sana hicho kitu. Aliporudi likizo moja, akawa na vijisenti, akaenda akanunua ng'ombe, akamfunga hapo nje. Babake ana kawaida kurudi usiku sana, anatoka ulevini. Kufika pale karibu na nyumbani kwake anakuta ng'ombe. Kuna ng'ombe hapa. Yeye kwenye akili yake akahisi kwamba kuna watu wameiba ng'ombe mahali, wamemleta hapo kwake ili yeye aje akamatwe kwamba mwizi wa ng'ombe. Akawaamsha nyumba nzima, njoni hapa. Nyie mnalala, tumewekewa ng'ombe hapa kwa mtego. Yule kijana akasema, baba, huyo ng'ombe sio wa mtego, huyo ng'ombe nimenunua mimi. Umenunua wewe, umetoa wapi? Akasema, kweli baba, nimenunua kwa mzee fulani na nini. Unampeleka wapi? Akasema, hii ng'ombe baba nimekununulia wewe. Kwa sababu mara nyingi ukichinja ng'ombe, wewe unatupatia nyama nzuri, tunafaidi. Akasema, nawe pia zamu yako uende ukafaidi. Na anajua baba yake alikuwa anawafanya nini. Alipeleka message kwa namna ya kiungwana sana. Akasema, kuna nawe baba ule nyama, huyo mzima kabisa wa kwako. Ule mzee akakiri kwamba kijana wangu, ujumbe wako nimeupata vizuri, unisamehe. Na siku anapoondoka kurudi chuoni, akamuita na akaita familia nzima, akasema, piga magoti. Huyo baba alikuwa mpagani, amjui Mungu, kwa maana ya kwamba aendagi kanisani. Anasema nilipiga magoti pale, yule baba akawa anamtemea mate huko anaongea, Mungu akubariki. Anageuka kwenye masikio hivi, yani anasema kichwa kizima kilijaa nini? Hivi jamani, huko ni kubarikiwa kweli? Yule baba alikuwa anabariki au alikuwa anachafua mtoto? Na yule kijana akasema, kuanzia siku hiyo nilibarikiwa sana. Haleluya.
Sasa mimi sisemi utemee watoto mate. Hivi kesho wanaenda chuo. Uwezi ukamwita hapa ukasema mwanangu kaa hapo. Ukaweka mkono wako juu ya kichwa chake. Kasema mimi kama ni baba yako niliyekuleta duniani ninakubariki. Ukawe mtoto nzuri. Wewe utakuwa wa kwanza. Unamtamkia tu baraka. Unamtamkia tu baraka. Unamtamkia baraka. Sio swala la kuomba. Sio kwamba naomba kwa Mungu siku hiyo wewe ndiye Mungu mwenyewe. Hivi hiyo inaruhusiwa? Au hiyo inaruhusiwa kwa wachungaji tu wanawekewa mikono watoto? Tumepoteza. Yaani haki zetu hatujazitumia vizuri. Yule baba mpagani alijua haki yake akamtemea kijana wake mate mwili mzima, mtoto akabarikiwa. Unajua nakutana na mambo mazito mangapi huko. Wewe unamwacha tu unaaga, kwa heri kwa heri. Mtemee mate ya maombi. Na Bwana atambariki. Kuna swali kabla hatujafunga? Basi. Tutakuwa na dakika zisizozidi 5. Nione mikono wenye maswali. Maswali? Hakuna? Mama Mogilo karibu. Asante sana Pastor. Ni somo nzuri sana. Na tulianza na Samson na wazazi wake. Sasa nikisoma hiyo sehemu ambayo tulisoma, naona kwamba mzazi wa Samson, baba, hakueleza msimamo wake. Yaani Samson alikuja akasema nimemwona msichana mzuri huko, akampa taarifa na baba akauliza swali. Hamna msichana mzuri hapa, lakini hakuweka msimamo wake. Hakusema kwamba mimi kama baba, mimi naona ni hivi kwa sababu ya hivi. Sasa kwa wazazi pamoja na sasa hivi, kwa sababu watoto wetu tunajua dunia imebadilika. Lakini mimi mzazi pamoja na kwamba mtoto anakuja anasema nataka hivi, kweli mimi kama mzazi nikisimama nikisema kwamba lakini mimi naona ni hivi, naona hivi ni nzuri, hiyo haisaidii huyu mtoto. Yeah. Sasa iko hivi, nashukuru kwa hilo swali lako. Kama unavyosema ni kweli, inavyoonekana wazazi wa Samsoni wanampiga lecture mtu aliyefanya maamuzi. Kwamba ina maana hapa haionyeshi kama hayo maelezo huko nyuma alikuwa anatoa. Sasa iko hivi. Hii ni maoni yangu, lakini imeonekana hivi kwa watu wengi ya kwamba swala la watoto hawa kuoa au kuolewa tumeliacha sana mikononi mwao. Kwa maana gani? Bwana, baadhi ya vijana wanalalamika kwamba wazazi hawajishughulishi tena. Zamani zile mzazi anakuwa na ng'ombe zake pale anakuambia bwana, hao ng'ombe wako wako hawa. Usubiri mimi mpaka nife. Yaani mzazi miko makini amemwandalia mtoto mahari. Lakini wa leo watoto wanatoa mahari wenyewe kwa mishahara yao. Baba anapewa sema hiyo bwana utajua mwenyewe, una kazi wewe. Kwa hiyo mahari anatoa mwenyewe. Haya, kwenye kamati kule anaulizwa una bei gani, inabidi atoe mwenyewe. Baba hayupo kwenye zile kamati. Baba anajulisha kwa baba sasa ile harusi imekaribia. Baba anasema nitumie nauli. Nitumie na ya kurudia. Sasa mchango wa baba uko wapi kwenye hii? Yaani wa baba leo ukiwachukulia na wale wa zamani, yaani wamejivua kabisa. Sawa, tunasema umchagulie binti yako kijana wako wa kuoa. Lakini mahari mbona hujamwandalia? Siku ile ya harusi baba anauliza kwamba haya, baba unatoa nini? Anasema kijana ukaishi vizuri na mke wako. Sisi kama unavyojua ni hali yetu ni maskini. Kuna hiki kitenge tu hapa. Kitenge tu. Kweli baba ulijua kwamba siku moja nitakuja kuoa? Kwa hiyo kumekuwa na hiyo changamoto ya kwamba hatujua. Sasa swali ni hili. Wewe mzazi, changamka. Unamwona Naomi alipokuwa na Ruthu. Alijua kabisa kwamba Ruthu kupata mume wa kumuoa ni hatihati.
Na alimkosha ni kule kule kwamba mwanangu, mimi siwezi kuzaa mtoto saizi kwamba aje akuoe wewe, itakuwaje? Lakini alipong'ang'ania akaenda naye Ruthi mpaka Israeli. Alipofika Israeli, Naomi akajiongeza. Akasema nenda kalale miguuni kwa nani? Kwa kwanza nenda kwenye shamba lake, jipendekeze pale, alafu lala miguuni. Ililipa ikulipa? Sasa wamama wa leo na baba wa leo, yani hata kushindwa kumwambia kwamba kijana wangu, hivi binti fulani yule umemwangalia? Yule binti kwa kweli anaimba vizuri sana yule. Yani yule mimi angekuwa mkwe wangu, unaanza kwa matani hivi. Mkwe wako wa kuoa nani? Si hata wewe. Mama hapana. Unaona? Haya, siku na hiyo kuna kijana amekuvutia, unamwalika kwamba kijana, Sabato hii tunakukaribisha nyumbani, uje ule chakula. Basi mnaandaa chakula pale, mnapakua pakua, nasema jamani tunawacheni hapo mle, sisi tunaenda zetu huku chumbani. Unaona? Unajua nikwambie ni kitu. Hivi wewe umekaa tu hapo, unakaa tu. Wewe unaridhika kwamba mwanao akomalia hapo. Wewe hakuna unaweza kufanya kiujanja fulani. Unaona? Kwa sababu kuna mwingine kwa kufanya hivyo anaenda kusema bwana wazazi wako wamenichangamkia sana. Alafu kidogo unampigia simu, kijana vipi ulifika salama nyumbani? Okay. Bwana habari yako, nimeona nikusalimie tu. Si anaelewa tu kwamba huyu baba mkwe huyu jamani. Anakutengenezea njia. Sasa hivi ndivyo wanavyofanya wale watu wengine kule. Tena wanafanya kiutundu sana. Wanaitwa vijana hapa, kijana unaitwa ofisi ya shemasi mkuu au ofisi ya mchungaji. Bwana vipi kuoa ni lini? Baba mchungaji bado. Anasema sasa sikiliza. Sisi hapa wazee tumemwangalia binti fulani, tumeona anakufaa sana. Sema basi wacha nikafikirie. Jumapili ijayo njoo utupe majibu. Basi nimekubali. Na watu wanaishi tu vizuri. Tena wengine wanaenda mbali kabisa, naambia nimeota kwenye ndoto ukiwa unafunga ndoa na wewe binti hapa. Hakuna kuchelewa kuoa hapa. Sitatumika njia zozote mpaka mwende. Sasa nasema kwamba hizo za usanii hizo tuache, lakini hizi za kawaida, za kuwa close na binti yako na mvulana wako, unamuuliza vipi bwana mambo ya kuoa? Mama, hivi hapa kuna mtu wa kuoa hapa kweli? Sema kweli, na hapa kweli wa kuoa hamna. Kwani unataka wa aina gani wewe kijana wangu? Hivyo. Sasa kinachotokea mzazi na mtoto ni kama baba na mkwe. Yeye unasubiri siku na hiyo anakuja kukuambia baba nimepata wa kunioa. Ndio unaanza kusema huyu mimi simtaki. Kwani hapa nyumbani huwaoni? Wewe siku zote umekuwa bubu, leo ndio unajua kuongea. Mmelipata vizuri? Hili ni swala wa wote. Mtoto kuolewa, mnachakarika wote hapo nyumbani. Baba anachakarika, baba anachakarika, yeye mwenyewe anachakarika. Jioni mnakutana sema haya tuambie matokeo. Hii ni kama kutafuta nani shule ya kwenda kusoma tu. Mbona kwenye shule ya kwenda kusoma tunasaidiana? Mbona kwenye kutafuta kazi tunasaidiana? Hili kwa nini inakuwa la mtu peke yake? Ila akikuletea ndio umetoa mimacho, huyo mimi simtaki. Kachagua mwingine. Hapana, tunasaidiana. Hatuwezi kumweleza kwamba huyu ndio nimetaka umoe. Unakuja kwa mazungumzo, unamwonaje huyu? Unamwonaje huyu? Huyu bwana kijana mzuri sana. Yaani vile unaposifia vijana ndio amepata message kwamba huyu baba pia anamkubali si mambo anakwenda. Kilichotokea kwa baadhi ya watoto wetu ni ile siku kijana inatangazwa ndoa. Hivi nimesikia vizuri, ni nani? Ni fulani. Anaoa jamani. Kwani bibi asema hamna. Kumbe alikuwa anamtaka huyo kijana, namna ya kumwambia alikuwa anashindwa. Maana kwa kawaida wanawake hawawezi kuanza kutongoza, yani kumwambia mvulana. Lakini sasa anashangaa, sasa huyo kijana mbona yeye hajaja kwangu jamani? Kwa hiyo siku ya ndoa ile anaenda pale, ana machi, anamsindikiza, ana huzuni. Hiyo imepita. Inakuja tena ndoa nyingine, anasema labda huyu kijana sasa atanioa. Na yeye mwenyewe hola. Kwa nini? Binti yako ni domozege. Wanasema domozege. Yaani kuna kitu anakitaka, hana uwezo wa kutamka. Anadhani ni Ukristo
kuwa unataka kitu fulani au unamtaka mtu fulani, alafu unajizuia, unajiminya. Ila siku ukisikia tangazo la ndoa ndio unaanza kilio, unaenda chooni unalia, unarudi unafuta machozi. Sasa huo ndio Ukristo sasa. Kwa hiyo ni swala jamani, wanapata shida hao watoto wetu ambao tumewachia wenyewe watafute wachumba, wanapata shida kweli, na wanapata shida mara mbili. Kupata hao wanaofaa inakuwa shida, akimleta anakataliwa bila hata maelezo, amekataa, kalete mwingine. Kuna nyongeza au kuna swali la karibu tumalizie. Mimi nashukuru sana, ninaungana na wewe, lakini labda ningeanzia hapo hapo. Mimi nafikiri tatizo linalotupata swala la kuzaa huwa tumkabidhi Mungu kwanza, tunachukua kama ni la kwetu wenyewe. Hata wakati tunapopanga kupata watoto ni wachache tunaopiga magoti hata kabla ya kutenda kile kitendo, kwamba Mungu tunaomba utusaidie, sasa tunataka kupata mtoto. Alafu tunapompata, Mungu umetusaidia tukapata mtoto, sasa tunaomba utusaidie malezi. Tukitoka hapo nakuja kwenye hiyo stage uliyosema, Mungu ulitupa hawa watoto, sasa umefikiwa kiwango cha kuungana na wenzii. Hebu tuonyeshe ni nani unaona anafaa. Mimi nafikiri tukifanya hivyo mgogoro unapungua. Unaisha. Na hili kama ulivyosema sio la wazazi tu, hata kanisa. Hata kanisa. Kanisa lina vijana wa kiume, lina vijana wa kike. Linashindwaje kuwa connect hawa wakaoana wao kwa wao? Maana Waisraeli walikuwa wanaoana kwa Waisraeli. Ibrahimu, Isaka alipokuwa mkubwa, nendeni kwa mjomba wenu mkatafute mke. Yakobo mama yake kamdirect, nenda kwa mjomba wako. Leo wajomba wetu ni waumini wenzetu. Kanisani ndio kuna wajomba. Nendeni Magomeni. Nendeni Arusha. Mimi nafikiri tukiwa na hiyo connection tunapunguza matatizo. Hilo naliona la kwanza. La pili, wazazi pia tunakuwa na interest ya mahali. Sasa unamuuliza huyo anayekuchumbia huyo ana nini? Unaona? Sasa pale Mungu hayupo katika hilo. Wewe unatizama wewe kwamba hii ni mali yangu sasa, na mimi naona ninufaike. Wakati wa kupata faida umefika, kuendana na nilivyowekeza pale. Sasa hilo ndio linaleta mgogoro. Tukiyapunguza hayo, mimi nafikiri vijana wanaweza wakapata wachumba kwa urahisi. Sawa. Mimi ninavyoliona. Sawa. Hilo ndilo kanisa linaliadresi kama ishu yake. Sawa. Unaona? Kwa hiyo haya mambo ya mahali ni watu wenyewe wale wakubwa. Mama ni muumini, baba ni muumini, na yule kijana anayetaka kuoa, mama ni muumini, baba ni muumini. Kwani wasikae wakayamaliza, wakasababisha watoto wakaoana kwa muda unaotakikana? Lakini kutokana na hayo mazuio ya mahali na nini, inarefusha mambo ya ndoa mpaka inawafikisha mahali sawa. Wanasema sasa kama tunataka tuwaweza hao wazazi, twende tutembee, wewe unipe mimba basi, ukishapata mimba watanitenga na kunifukuza, tawana. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna mambo sisi wenyewe kama kanisa halijakaa vizuri. Sawa. Sawa. Mimi nafikiri lazima mambo mengine tuwe tunayaona kuhalisia. Kanisa halijakaa vizuri. Kuangalia hili tatizo na kulitafutia uvumbuzi. Sawa. Ndio naloona hiyo. Okay, sasa iko hivi.
Na nashukuru mzee kwa sasa. Kuna swali. Swali hayo nilikuwa kama mawazo yangu. Okay. Mimi nauliza, mama akimshawishi binti kutoa mimba, kosa ni la nani? Ni la binti, ni la mama? Silo swali ndiulizaga mimi. Okay. Okay. Ya, kwanza kimaadili unakosea we mama mzazi. Tunakuelewa maana yako, umesikia uchungu, mtoto ulikuwa na mipango nayo mikubwa, umewekeza sana, na sasa ina bana chuo tena akatizwa na nini, sawa. Lakini hiyo option sio. Na ungekaa na wazazi wenzako, kwa mfano kwenye idara ya wanawake pale, au akina mama mnaheshimiana, wangekupa mawazo kwamba subiri azae, ajifungue, huyo mtoto mtamlea, afu binti ataendelea na masomo. Huenda mtoto mwenyewe ndio huyo mmoja aliyenaye huyo binti yako. Kwa hiyo ungefunguka akili. Wengi wanafikia hatua hiyo kwa sababu hana mtu wa kubashana yeye mawazo. Akili imefungwa, amefika kwenye kona, anaona no, nimsaidie binti yangu, ndio anachokiona hapo sasa hiyo. Lakini pia na kumsahau Mungu. Unajua hawa watoto sio wetu. Kama alivyosema mzee, watoto hawa sio wa kwetu. Mungu tu ametuazima, ni wake. Ni wake kabisa. Na kwa hiyo wakipata mazuri ni Mungu, wakipata mabaya ni Mungu. Wewe unamwambia Mungu, mimi umenipa nikusaidie, huyu mtoto mbona amefika hapa? Tutasaidiana na Mungu kuwalea hawa watoto. Kwa hiyo kwa upande wa kanisa la mwisho ulikuwa unazungumzia ni kwamba idara ya wanawake, wao ni mojawapo wa majukumu yao kukaa na mabinti, na hapa tuliwahi kufanya Mwenge wakati tulikiwepo. Tuliwaita mabinti wakakaa peke yao, wakaorodhesha kero mbalimbali zinazowasababisha wao wanachelewa kuolewa au whatever, na wavulana na kero hizo zilikuwepo nyingi. Mahari ilikuwa mojawapo, gharama kubwa sana ya kufanya sherehe na nini. Sasa ukiangalia baadhi ya sababu zinazotolewa, kwa mfano gharama kubwa ya kufanya sherehe, hilo mnashindwa kuliaddress kama kanisa la Mwenge. Hapa na eneo kubwa hapa, mnaambia okay, tutafanya hiyo sherehe hapa, tengeweza kuwa ukumbi na kwa gharama kidogo kabisa. Lakini muona makanisa mengine swala la kuoa huwa linabebwa na amo na idara ya wanawake, wanashughulika chakula na kila kitu na zawadi, na watoto wanaokaa katika makanisa hayo wanaolewa na kuoa, rate na iko juu sana, kwa sababu kuna namna ambayo kanisa linafanya nini, linawapiga jeki. Haiwezekani tukae tunalalamika kwamba mnaoa huko nje, lakini nyinyi mmefanya nini kama kanisa? Kwa hiyo idara ya wanawake ina nafasi yake, idara ya kaya na familia na yenyewe. Baada ya kuwa wamekaa wale watoto peke yao, tukakaa pamoja na hao watoto wa kike, wakaeleza yale mambo mengine alikuwa na wahusu kina mama wenyewe, kwamba kina mama nyinyi mnatuharibia wachuma, wanataka kuja kutoa, mnawarudishia pale getini, tunawajua wengine kwa majina kabisa. Tukaungamiana pale, yakaisha. Unaona? Sasa hiyo vitu tukivifanya vinapunguza reti ya watoto kwenda kuoa kule nje. Kubaki tu kusema msiende kuoa kule nje, msiende kule. Swali mimi najiuliza kwamba imesaidia kwa kiasi gani, imepunguza kwa kiasi gani? Mbona kama speed ndio inazidi kuongezeka? Turudi, kuna mahali fulani tumekosea. Turudi, tukae nao, tuelekezane, and then kanisa lisaidie. Sherehe zinafanyikia hapa, watu wanakula na nini. Kuna zingine inafanyika siku ya Jumamosi, tumefanya ndoa moja Jumamosi hapa. Watu wanaondoka hapo waenda zao nyumbani kule, imeisha, imetoka hiyo. Tukiwazoeza za namna hiyo, mbona tutapunguza sana matatizo? Vijana wetu wanaogopa gharama za ndoa, ndio maana wengine wanafikia miaka 40, 45, na hata wengine wanaweza wasioe kabisa. Sisi kama kanisa tumewasikiliza. Familia ya Kikristo ni mahali ambapo kila mtu anafanya nini? Anasikilizwa. Nashukuru sana, tumefikia mwisho. Tumeongeza sana muda, mwenyekiti, nadhani. Sasa tunaenda kwenye kuomba. Karibu mwenyekiti. Asante. Na niwasihi sasa tusimame tunapofunga. Pate ombi kutoka kwa Mchungaji Mganda. Karibu kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuwa na muda mzuri pamoja kwa kujifunza
maisha ya nyumbani na namna ambavyo tunatakiwa kuhusiana na hasa kufikia katika tukio la ndoa na malezi ambayo umetupatia tukiwa na familia. Bwana, tunaomba haya tuliyojifunza hebu yatupeleke katika kujirekebisha ili hatimaye nyumba zetu ziwe mahali salama na pazuri kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa Pastor Leta, endelea kumtumia kwa siku zinazofuata. Juma hili likalete mabadiliko makubwa.